Kwa hiyo sasa tupo kwenye kipindi cha kanisa ambacho kilianza ile siku ya Pentecost, kipindi ambacho lile neno la nabii Yoeli lilitimia. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari kuanzia wa 17, maandiko yanasema hivi, subiri kusomea. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu waume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu, iliyo ya dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Na hiki ndicho kipindi cha kanisa ambacho Roho wa Bwana alimwagwa kwa wote wenye mwili pasipo kipimo, kama tulivyosoma hapa. Unaposema alimwagwa pasipo kipimo, una maana gani? Nina maana ya kwamba kipindi cha huko nyuma Roho hakuenda na kujaa na kufurika wa kila mtu kama ilivyo sasa. Kipindi kile Roho Mtakatifu alikuwa akishuka, kwanza alikuwa anashuka occasionally, kwamba anashuka kwa kusudi fulani tu, lakini pia na kwa watu fulani tu, sio kwa kila mtu. Alikuwa akishuka kwa manabii, alikuwa akishuka kwa makuhani, alikuwa akishuka kwa wafalme na baadhi ya watu wachache occasionally, ama mara chache sana. Lakini katika kipindi hiki, baada lile neno la Yoeli kutimia, Roho amemwagwa kwa kila mtu pasipo kipimo. Na ndio maana umekuta hapa Roho alivyomwagwa ya makundi yote yameelezwa hapa, kwamba alimwagwa pasipo kipimo. Akasema atamwaga Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu, ni makundi hayo, wana wenu, binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto, naam, watumishi wa kike na wa kiume watatabiri. Kwa unakuta makundi yote Roho wa Bwana amemwagwa. Haijalishi wewe ni kuhani, wewe ni nabii, wewe ni mfalme, kila mtu ana nafasi ya kujawa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Hata utendaji kazi wake hauna kipimo. Oh, kumbe sasa naanza kuelewa. Na mara baada ya kifo cha Stefano, ndipo hapo kanisa likasambaa dunia nzima kwa ajili ya ile taharuki iliyotokea kwa kupigwa kwa mawe Stefano mpaka kufa. Watu wakaanza kukimbia, kila mmoja anaenda huku na kule, na kila mtu alikoenda alisimulia mambo ambayo yalihusu Ukristo, aidha kwa kujua ama kutokujua. Watu wakaanza kupokea na kanisa likasambaa dunia nzima. Ndio ikawa mwanzo wa Ukristo kuwepo dunia nzima. Sasa kipindi hiki cha kanisa kitaisha siku ya unyakuo, ambapo huu unyakuo muda wowote, hata sasa, muda wowote unaweza kutokea.
Dina. Dina. Nimekuona kwa muda mrefu, umekaa una mawazo mengi. Shida ni nini? Yaani dada, ninashangaa sana. Yaani kwa nini biashara yangu haikui? Na wakati ninatoa fungu la 10 kwa uaminifu mkubwa sana. Je, Mungu akemei tena alaye? Una uhakika gani kama kuna alaye? Yamkini ni wewe mwenyewe umekula, ila tu hakuna ongezeko. Kwani ulivyofanya stock ulikuta nini? Ni kweli labda sababu ya kukosa ongezeko kwenye duka langu ni hii issue yangu iliyotokea hapa. Lakini nilivyopiga stock hakuna dalili yoyote inaonyesha biashara haikui wala kitu chochote kilichoibiwa. Kwani baada ya kufanya stock haionyeshi kama kuna kitu kimepotea wala kuibiwa. Lakini biashara haikui dada. Na wewe ratiba yako ya kwenda pale ikoje? Maana muda mwingi sikuoni pale. Ni kweli muda mwingi siwepo pale. Huwa ninaenda mara moja. Lakini nimemweka mfanyakazi. Biashara yoyote inahitaji kuatamiwa kwa maombi, ikiwemo na wewe kufika pale. Hii italeta kukua na kustawi sana. Lakini pia hata wewe kufika pale mara kwa mara, hii ina nguvu na inasaidia sana kustawi. Yamkini mikono yako imebeba baraka kama mikono ya Yakobo nyumbani kwa Labani au mikono ya Yusufu kwa Potifa. Kuna nyakati ukiitelekeza biashara na ukaacha kuisogelea, changamoto ya kudumaa ni kubwa sana. Hata kama unatoa fungu la 10, jaribu kurejea mwenyewe, uone hii sababu ya kiroho itafanya kazi ya kukurudisha kwenye nafasi. Ikishindikana hapo, sasa nenda kwa mchungaji. Najua yeye atakuwa na maarifa zaidi. Mpigieni Mungu kelele za shangwe nchi yote. Imbeni utukufu wa jina lake. Tukuzeni sifa zake. Mwambieni Mungu matendo yako yatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako, adui zako watakuja kunyenyekea mbele zako. Nchi yote itakusujudia na kukuimbia. Naam, italiimbia jina lako. Njooni yatazameni matendo ya Mungu. Hutisha kwa mambo awatendayo wanadamu. Aligeuza bahari ikawa nchi kavu. Katika mto walivuka kwa miguu. Huko ndiko mlikofurahia. Atawala kwa uweza wake milele. Macho yake yanaangalia mataifa. Waasio wasijitukuze nafsi zao. Enyi mataifa, tukuzeni Mungu. Itangazeni sauti ya sifa zake. Aliyeiweka nafsi yetu katika uhai, wala hakuacha mguu wetu usogezwe. Kwa maana umetupima, Mungu. Umetujaribu inavyojaribiwa fedha. Naona unaumiza kichwa kwa kuwaza mpaka mwisho, lakini bado unaweza usipate jibu sahihi la nini ufanye. Na kushauri jambo moja. Hebu ruhusu mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha yako. Na yaruhusu vipi rafiki yangu? Kwa kumwomba Mungu kama ilivyo sala ya Bwana.
mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kumbuka, nyakati zote mapenzi ya mwanadamu yana udhaifu mkubwa sana, ila mapenzi ya Mungu yana ukamilifu mkubwa sana mbele zake Mungu na hata mbele zetu. Yaani nachanganyikiwa kabisa, nashindwa hata nifanye nini. Ukitumia akili yako ni lazima utachanganyikiwa, ila ukiruhusu mapenzi ya Mungu utayaona mema yote. Kipindi cha kanisa kitaisha siku ya unyakuo, ambayo hatujui siku wala saa ya kunyakuliwa. Na ndio maana Biblia inasema hivi, tukeshe wakati wote, kwa maana hatujui siku wala saa. Biblia imeandikwa hivi kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 na kuendelea. Nasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa, atafufuka hivyo hivyo hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Unaona hapa maandiko yanaposema kufumba na kufumbua, unyakuo utatokea. Lakini waliokufa katika Kristo hatutawatangulia kwenye huo unyakuo, na wao watafufuliwa katika wafu, watairudia miili yao, halafu tutanyakuliwa kwa pamoja. Tutavalishwa miili mipya na kunyakuliwa kwa pamoja kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Tutasoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 51, taanza hapo. Maandiko yanasema hivi, angalieni na waambiani ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu haribikao uvae kuto kuharibika, na huo wakufa uvae kuto kufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kuto kuharibika, na huu wakufa utakapovaa kuto kufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuna kitu ambacho nimekiona kwako ambacho hakuna mtu mwingine anaweza kukiona. Iko siku utanielewa vile na maanisha. Hapana, wewe utaniumiza. Naona kabisa sifai mimi kuwa mke wako. Niambie, umekuja kufuata nini kwangu? Kwani ukuona watu wanaofanana na wewe pako kaja kwangu? Rose, wewe ndio unayenifaa. Kwa lipi? Kwanza mimi maisha yangu ni duni sana. Hata muonekano wangu hauwezi kulingana na wewe. Twawezaje kwenda pamoja? Hayo unayoangalia wewe sio ninayoangalia mimi. Iko siku utakuja kunielewa vile na maanisha. Mimi naomba nimkabidhi baba. Kila atakachokisema ndicho nitakachosimama nacho. Ila akili yangu mimi imefika mwisho kabisa na sijui nilitendalo. Mara baada ya unyakuo, kitakachofuata hapo sasa ni dhiki kuu. Mathayo 24:21 anasema hivi, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa
ambayo haijatokea maana yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Hii dhiki kuu itatokea kwa wale ambao hawakunyakuliwa siku ya unyakuo. Zitakuwa ni siku mbaya kwao ambazo hazijawahi kutokea. Katika kipindi hicho cha dhiki kuu, moja ya sifa yake, hakutakuwa kuna wahubiri kama hivi mnavyotuona hivi leo. Unajua kuna watu tukiwa tunahubiri hivi wanatuonea kawaida, wengine wanadharau, wengine wakiona wale wahubiri wanahubiri barabarani wanaona kama hawa wanapita wanawadharau. Kipindi cha dhiki kuu, ukiwa umebaki kwenye dhiki kuu, hutamwona mhubiri awaye yote akihubiri, na ndipo hapo kutakuwa kuna kiu ya neno isiyo ya kawaida, na hapatakuwa na mhubiri awaye yote. Na wala katika kipindi hicho Roho Mtakatifu hatakuwepo, kwa maana Roho Mtakatifu ataishia kwenye kipindi cha kanisa. Baada ya hapo atakapoondoka, huku hakutakuwa na Roho Mtakatifu akifanya operation zile za kuwasukuma watumishi wa Mungu kuomba, kuombea watu, kuhubiri. Hakutakuwa na Roho Mtakatifu. Hata picha pasipokuwa na Roho Mtakatifu, mambo ni magumu, magumu tena magumu sana. Wakati wa unyakuo, ukiangalia huku na huku ukaona ndugu zako huwaoni, ujue umebaki. Na kama umebaki, ujue tayari ushaingia kwenye dhiki kuu. Tayari we ni wa shetani. Tayari we unaenda kwenye ile shimo liwakalo moto. Na watu wabaki ni kina nani? Watakaoingia kwenye dhiki kuu ni wale ambao majina yao hayajaandikwa kwenye kitabu cha Mwana-Kondoo. Kama jina lako halionekani kule kwenye kile kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo, tayari unaingia kwenye dhiki kuu. Hicho kipindi, Sandra, jina lako likionekana huko kwenye uharibifu, kwamba halijatoka huko, kwamba haujaokoka, limeenda kuandikwa, halijaandikwa jina lako kwenye kitabu cha Mwana-Kondoo, hali yake itakuwa ni mbaya sana sana sana. Na ndio maana wahubiri tunahubiri na lengo kuu, watu waongozwe sala ya toba, waokoke, waongozwe sala ya toba, majina yao yafutwe kwenye kitabu cha hukumu, yaandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele, ili waondokane na majina yale yatakayobaki, ambayo kwa majina hayo unakuwa tayari umeshaingia kwenye dhiki kuu. Swala la kuongozwa sala ya toba na kuokoka ni tendo la kisheria katika ulimwengu wa roho. Anayeokoka, faida yake ya kwanza kubwa, anayeongozwa sala ya toba, jina lake linaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Hivyo tayari huyo mtu anakuwa ameondoka kwenye dhiki kuu. Hivi dhiki kuu ikija, yeye hayupo. Na hatimaye kupitia kuokoka, kumpa Yesu maisha, tayari unakuwa miongoni mwa watakaonyakuliwa, ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo, nasi tutaishi, tutamrithi Kristo, tutaishi naye milele. Wanasema huo ndio milele, eternity. Watu wengi sana wanadharau injili inayohubiriwa kipindi hiki cha kanisa, na wengine wameweka mazoea kabisa na kuona kama ni kitu cha kawaida. Na kuna wengine hata ukiwaambia umeokoka, anasema nimeokoka kama fashion hivi, na wakati hajaongozwa sala ya toba. Lakini zitakuja nyakati ambazo mbaya sana jina lako halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima, na ndipo hapo patakuwa na kilio cha kusaga meno utakapoona umeingia kwenye dhiki kuu. Wapo wengine ambao hawaoni umuhimu wa kuongoza sala ya toba. Wakifika makanisani, wanaingia moja kwa moja, anaanza kujishughulisha, ama anafagia, anafanya hiki tayari, pasipo kuongozwa sala ya toba. Hii ni hatari sana, hatari mno. Ni lazima uingie mkataba wa kisheria katika ulimwengu wa roho kwa kuongozwa sala ya toba, kwamba Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, unirehemu, unitakase, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ni sala hiyo ya kimkataba katika ulimwengu wa roho, ili jina lako officially lifutwe kule na officially liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Mwenye masikio na asikie.
Roho wa Bwana anena na watu wote. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukran na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.